Mwigulu hoye! Waziri Mkuu hoye! Ikungi safi! Mheshimiwa Waziri Mkuu, mgeni wetu hapa Ikungi, awali ya yote nikukaribishe katika viwanja hivi vya Puma, wilaya ya Ikungi, wilaya ambayo unapotoka Manyoni ndo kwanza unaingia, ambao ndio lango la kuingilia makao makuu ya mkoa wa Singida. Karibu sana, na ulipita hapo njiani panaitwa Uliampiti, nadhani una historia yake vizuri na hilo eneo. Karibu sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Ndugu wananchi wa Ikungi, leo tumeheshimishwa sana na Mheshimiwa Waziri wetu mkuu, Waziri wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mara tu baada ya kumaliza bunge siku ya jana, hakuona apoe, hakuona abaki, hakuona apumzike, akasema naanza nyumbani, naanza maeneo ambayo bado napaswa kuwasikiliza wananchi, ili yale maendeleo ambayo tumeyajadili kwa kipindi cha miezi mitatu pale bungeni, basi aje ayalete, awape ninyi wananchi ambao mlikuwa na hamu kubwa kutusikiliza tukiwa bungeni. Na tukiwa bungeni, bahati nzuri natembea na kitabu cha bajeti ya mwaka huu, mwaka 2026-27. Bajeti hii imesheheni mambo mbalimbali. Bajeti hii ina mambo mengi mazuri ambayo kiongozi wetu huyu jana aliahirisha bunge, na kwa kusisitiza namna tulivyojadili na namna ambayo miradi inakwenda kutekelezwa. Ndugu zangu, watu wa Ikungi, niwahakikishia kwamba katika bajeti hii tumeweza kujadili pamoja na mambo mengineyo. Mkifahamu mimi ni mtoza ushuru ama mtu wa TRA, kwamba mfanyabiashara yoyote anayeanza kufanya biashara kwa mwaka mzima hatalipa kodi. Mama Samia ameona awajali wafanyabiashara na wajasiriamali. Jambo lingine kwa walipa kodi wote ambao kima chao cha juu kilikuwa kinaishia milioni 1, Mheshimiwa Rais kupitia Waziri Mkuu na pale bungeni ameongeza wigo kutoka milioni 100 mpaka milioni 200 kwa mfanyabiashara ambaye haandai vitabu. Kwa hiyo Mama Samia amewakumbuka wananchi wote, hasa wa wilaya yetu ya Ikungi, akijua ya kwamba hawa ni watu wajasiriamali kupitia mikopo yetu ile ya halmashauri. Jambo lingine, mikopo ile ya halmashauri, pamoja na kwamba ilikuwa natolewa 10%, sasa hivi kwa bajeti hii inaenda kuwa 15%. Kuanzia tarehe 1 mwezi wa 7, mikopo ya halmashauri ni 15%, kwa maana ya kwamba 10% ni kama ilivyokuwa kawaida. 10% ni kama ilivyokuwa kawaida, na 5% Mheshimiwa Rais kupitia Waziri Mkuu ni kwamba ile 5% inakwenda kujenga miundombinu ili wafanyabiashara, ili wajasiriamali, ili watu wetu wakaweze kufanya shughuli zao vizuri. Kama haitoshi, kitabu hichi kimeeleza bayana zile kodi mbalimbali, kodi za mazao ya kilimo ambayo ilikuwa imewekwa 1%, ile withholding tax. Serikali tukufu, serikali yetu inaongozwa na Jemedari Dr. Samia Suluhu Hassan kupitia mtendaji mkuu, waziri wetu mkuu, imeona, imesikia, wananchi wamezungumza kwamba ile kodi inaenda kuleta kero kwa wananchi na wakulima. Sasa imeondolewa kwa wafanyabiashara wa uvuvi, wafanyabiashara wa kilimo na wafanyabiashara wa mazao mbalimbali. Wamesikilizwa, kilio chao kimesikiwa, ile kodi imetolewa. Ndugu zangu, niwaambie jambo lingine, kwamba kuna kodi kwa maana ya ongezeko la thamani, kwa maana ya magari, ninazungumzia kwa maana ya VAT. Kodi ya VAT kwa magari chakavu ambayo ilikwenda kuwa mwiba mkubwa, ambayo ilikwenda kumuumiza mwananchi, nayo serikali sikivu imeenda kuondoa kwa sehemu, na sasa mwananchi anaweza kuagiza gari kwa bei nafuu. Nani kama Mama Samia? Nani kama Mama Samia? Nani kama Waziri Mkuu? Nani kama Waziri Mkuu? Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa hayo machache itoshe kusema kwamba nikupongeze sana wewe binafsi kwa kazi kubwa unaoifanya,
usiku na mchana, hujaona upumzike, hujaona ulale, ukasema lazima nichape kazi, iwe mvua, iwe jua, iwe upepo, lazima uwatumikie wananchi. Kwa hayo mimi nakushukuru sana na kupongeza sana. Karibu tena Ikungi. Asante sana.